Sasa leo katika hii mahakama ya hakimu mkazi ya Kisutu iliyoko Dar es Salaam maarufu kama mahakama ya Kisutu yaliitwa mashauri kadhaa. Nitaenda kuyatolea maelezo mawili ambayo mimi ninayasimamia binafsi. Shauri la kwanza ni namba 26388 ambalo linamhusu mshtakiwa. Washtakiwa kadhaa walikuwa 22, lakini wale ambao walikuwa nabeba niite sio headline au nini ni Jennifer Jovin almaarufu Nifa pamoja na Ruthi Nelda ambaye ni maarufu kama Strong Icon na wenzake 20. Hawa wanashtakiwa katika kesi ndio itaja namba 26388 ya mwaka 2025 kwa makosa ya kula njama ya kutenda vitendo vya uhaini na uhaini wenyewe. Mtakumbuka ilipoahirishwa mara ya mwisho tulikuwa tumetoa hoja 2-3 za kisheria, na leo ilikuwa imeitwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi tarehe 25, kwa maana kwa sababu mara mwisho ilitwa tarehe 11, mtakumbuka. Sasa leo mbele shauri limeitwa mbele ya Mheshimiwa Aaron Lyamuya, na upande wa mashtaka umetoa hoja kwamba hawana nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya washtakiwa 20 katika kesi hiyo, isipokuwa mshtakiwa anaitwa Mika Chavala pamoja na ambaye ni mshtakiwa namba 17 nafikiri kama nakumbuka vizuri, pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jennifer Jovin almaarufu Nifa. Of course hawajatoa sababu za kwa nini hawa watu wawili, Mika Chavala mshtakiwa namba 17 pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jennifer Jovin almaarufu Nifa, wao hawajafaidika na hiyo huo utaratibu. Kama nilivyosema hapo awali, mkurugenzi wa mashtaka na mamlaka chini ya fungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kufuta shtaka lolote la jinai linaloendeshwa katika mahakama yote Tanzania ambalo lipo kwenye hatua yoyote ile kabla ya hukumu. Kwa hiyo kama nilivyosema, hao 20 wamefutiwa mashtaka, na bahati mbaya anapo sheria haimpi ulazima haimpi DPP obligation ya kutoa sababu za kwa nini anafuta mashtaka. Kwa lakini mahakama imerekodi kwamba mashtaka yamefutwa dhidi ya 20 na hao wengine wawili mashtaka yao hayajafutwa, kwa hiyo kesi yao inaendelea. Way forward, well, ukiwa wakili kwenye kesi kama hizi, unapowakilisha vijana kama Nifa na kama huyu Mika Chavala, la kwanza unakuwa kama kaka sasa Kwa hiyo lazima unajaribu kumjenga kisaikolojia, kwa sababu kibinadamu tu mnapokuwa 22 kama kundi alafu wenzako 20 wanafutiwa mashtaka na hujui sababu hasa za msingi kwa nini wewe na mwenzako mmebakishwa. Kazi ya kwanza ni kujaribu kumjenga, lakini naamini amejitahidi kukulielewa, na majukumu yetu sasa kama nilivyosema ni kuendelea sasa na safari ya kisheria ya kumpigania Nifa pamoja na mwenzake Mika Chavala kwenye hii kesi, ili tuweze kuona kwamba linapatikana hitimisho ambalo mwisho wa siku litasababisha na wao pengine waungane na wenzao kwa mjibu wa sheria katika siku ambazo tunatumaini hazitakuwa nyingi sana. Tutatumia uwezo wetu wote wa kisheria na taasisi nyingine labda zitaendelea kufanya majukumu ya kisheria, na mwisho wa siku tuone namna gani tunaweza tukawasaidia kisheria. Mimi nasisitiza kama wakili, jukumu letu ni kutumia mbinu za kisheria. Kama kuna yapo ambayo yanafanyika na taasisi nyingine, hayo ni ya kwao, ambayo sisi hatuna namna ya kuya influence, lakini kwa hapa lilipo sasa hivi tutaendelea na tumetoa taarifa mahakamani, na ndio maana tumeomba hii shauri lisiende mbali sana. Tumeomba liletwe tarehe 3 mwezi wa 12 ili tuweze kuchukua hatua za ziada za haraka katika kuhakikisha kwamba Nifa naye safari yake haiwi ndefu sana. Kwa hilo ni shauri la kwanza. Kuna shauri lingine ambalo namba 26387 na mwaka 2025 Paulina Palangio na wenzake, au kuna Benedetta Liza, wenyewe washtakiwa walikuwa 94, lakini bahati mbaya leo mahakamani wameletwa washtakiwa 92. Upande wa mashtaka umedai kwamba hao watu wamesahaulika magereza. Sio swala langu, ninatoa taarifa iliyojiri. Kwa hiyo na yenyewe katika kesi hiyo wameachiwa jumla ya watu kwa kifupi wamebakishwa washtakiwa 4. Wamebakishwa washtakiwa 4 ambao sitawachosha kutaja majina yao, lakini ni washtakiwa 4 ambao na wenyewe kama katika shtaka kwenye kesi ya kwanza ya Nifa nao wamebakishwa,
na wao pia jukumu letu sasa kama nilivyosema ni sisi kama mawakili kuendelea kutumia ujuzi wetu, taaluma yetu, mbinu zetu za kisheria kuhakikisha pia wanao tunalinda maslahi ya kisheria ili hatimaye na wao safari yao isiwe ndefu sana. Narudia tena, ufutwaji wa kesi umejengwa na sheria, mamlaka hapo kwa DPP amepewa hiyo prerogative, anaitumiaje, anatumia vigezo gani, yeye ndo anafahamu, na sisi sio jukumu letu kutoa comments. Professionalism inatuongoza kwamba as long as ametumia mamlaka namna anavyotumia, basi tumepata kile kidogo, tumepokea kidogo ambacho tumekipata kwenye kundi hilo. Tunaamini kwamba tumetoa mchango angalau kidogo kwenye kuwakomboa hawa vijana wadogo, na ndio maana umeona kuna wengine angalau mmoja nimeona strong eye kama subiri kutushukuru ya wengine of course wameondoka kwa furaha, tunaelewa, lakini at least mmoja wawili wakati tunamalizia kesi nyingine wamenini. Kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha kwamba hawa wanne pamoja na wale wawili kwa pamoja katika hizo kesi mbili tofauti tunajitahidi kama kusema kutumia mbinu mbalimbali na ujuzi wetu na uzoefu wetu kuhakikisha kwamba na wao safari zao haziwi ndefu sana, ya iwe kwenye mahakama hii au iwe kwenye mahakama kuu wakati ambavyo maelekezo ya sheria yalivyo. Wakili Kibatala, wakati mko mahakamani ulimwambia mheshimiwa hakimu kwamba Michael Maziku pamoja na John Alexander John hawa nyinyi amwatetee. Kwa nini hao katika kundi la watu ambao walikuwa mnategemea kuwatetea au ambao mlichukua jukumu la kuwatetea? Well, ni swala tu la logic, ni swala tu la logic, sijui kiswahili cha logic ni nini, lakini hawajaletwa mahakamani wakitokea gerezani. Hatufahamu mpaka sasa hivi hali yao ikoje, wako wapi. Sawa, kuna kitu kinaitwa instructions. Kwa hiyo huwezi ukasema unamtetea mtu ambaye hata kama jana ulikuwa unajua yuko wapi, leo hajaletwa mahakamani. Kesho unachokuta mnaweza kuanza kuulizana kwamba hawa wawili wewe ulivyosimama kuwatetea tarehe 25 Novemba, sawa, ulikuwa unafahamu unawatetea kwa instructions. Sisi tunasema instructions zipi? Sasa mpaka hakimu mwenyewe mmeona ameuliza wako wapi hawa watu wawili? Sawa, taarifa imetolewa kama nilivyosema na uongozi wa magereza wakisaidiana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwamba wamesaulika magereza. Mimi sina namna ya kuverify hilo. Lolote linawezekana limetokea. Sasa mimi kama wakili ambaye kama nilivyosema na uzoefu wa kutosha, lakini pia nina umakini ulinionya kwamba nisifike huko mpaka niwe na uhakika hawa washtakiwa wawili wako wapi. Unajua hizi kazi lazima uwe kidogo na umakini, kama ninavyosema kwa uzoefu wetu mdogo tumeona mambo mawili matatu ambayo yametufanya tuwe makini sana, lakini hatujawabagua. Wangekuwepo mahakamani tunge watetea. Sasa hawakuwepo mahakamani na tujue wako wapi, lakini kwenye listi ya mwanzo mlikuwa ni miongoni mwa mnaowatetea. Actually labda nikukumbushe kwamba mara ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 11 waliletwa mahakamani washtakiwa kwenye hii kesi namba 26387, waliletwa washtakiwa 76. Mshtakiwa mmoja hakuwa ameletwa mahakamani, nafikiri unakumbuka, na yalibuka maswali yuko wapi. Hapo katikati wakaongezwa wengine kufanya idadi ya kuwa jumla washtakiwa 94. Kwa tunaona kuna baadhi ya washtakiwa 18 waliongezwa hapo. Katika 18 wameongezwa ndio na hawa wawili ambao ambao leo hawapo mahakamani. Kwa hiyo kama nimesema tumepata ukakasi kidogo wa kusema tunawakilisha bila kujua whereabouts zao ziko wapi. Kesho na kesho kutwa hata ndugu zake tu anza kukuuliza wewe ulisema na watetea wawili wakati si hatujui wako wapi, utakuwa na majibu, na hata mawakili wenzako watakushangaa pengine kwamba kwaje. Hongera kwanza kupambania watuhumiwa. Tofauti ya kesi ya Nipah na watuhumiwa wengine kisheria ikoje mpaka inakuwa na wakati mgumu? Kama ulinisikiliza ndio yasema, nimesema wameachiwa hawa wengine kwenye kesi ya Nipah ambao walikuwa 22. Hawa 20 wameachiwa chini ya kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kinampa DPP, mkurugenzi wa mashtaka, mamlaka ya kufuta kesi muda wowote ule bila kutoa sababu kwa mtu yote kwamba kwa nini amefuta. Kwa leo amearifu tu mahakama kwamba mkurugenzi wa mashtaka hana nia ya kuendelea dhidi ya hao 20. Kwa hata hakimu mwenyewe hajaambiwa, kwa sababu sheria haimlazimishi DPP au mkurugenzi wa mashtaka kutoa sababu. Ndio maana nikasema kwa sasa wajibu wetu ni kupokea hawa 20 ambao tumewakomboa mikononi mwetu, wakiwemo strong ICAM kwa namna hiyo ambapo sheria imefanya kazi yake. Wamebaki hawa wawili katika kesi hiyo ya Nipah na wamebaki 4 katika kesi ile nyingine. Kwa wajibu wetu ni kuendelea sasa kuwapigania hawa wengine kwa namna ambayo
taaluma yetu inaturuhusu kufanya hivyo. Lakini ukiniuliza sababu sasa, kama kusema sheria inasema kabisa DPP hana wajibu wa kutoa sababu. Kwa hata mahakama yenyewe imeishia tukisema kwamba imerekodi ilikuwa mkurugenzi wa mashtaka hana nia kuendelea na mashtaka dhidi ya hawa 20 na wale wengine 88 na ikaishia hapo. Okay, sasa umesema kwamba mmeiomba litakuwa la mwisho bila shaka mpaka tarehe 3 ili isiende mbali zaidi. Nataka kufahamu way forward kwamba mtaendelea na kile ambacho ulikuwa unakiomba kwamba kuondolewa, kufutwa baadhi ya mashtaka kwenye hati ya mashtaka. Kama nilivyosema, tuna taaluma hiyo. Kwa hiyo tutaendelea kujitahidi kwenye mahakama hii, na kama mahakama hii ikishindikana, basi kuna hatua mbalimbali za kisheria ambazo bila shaka kama mtaendelea kushiriki na NIFA na kushiriki nasi, basi mtaziona na mtazisikia, na kama zitazaa matunda basi tutashukuru kama zitazaa matunda, lakini tutaendelea kuchukua hatua kwa staili hiyo. Shukrani.